kwa sababu tunaamini yeye ndiye ambaye amemleta Joshua duniani na yeye ndiye ambaye ameruhusu haya yatokee, na leo tumekusanyika mahali hapa. Ni jambo la msingi na la kipekee sana ambacho sisi tunapaswa kufahamu kwamba serikali iko kazini, na moja ya wajibu mkubwa kabisa wa serikali ni kulinda haki ya kuishi ya raia wake. Hii ni kwa mujibu wa Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ibara ya 14. Inaeleza vizuri kabisa wajibu huo, na inaeleza vizuri kabisa namna gani sheria zinaweza zikafanya kazi pale ambapo uhai ama maisha ya raia yeyote wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania yanaweza yakachezewa na mtu mwingine yeyote. Niwaambieni kwamba katika zama hizi, hasa leo tunapozungumza hapa katika kata hii ya Dumunyi na kijiji cha Kipumbwiko, matukio ya watu kusababisha kuondosha uhai wa wenzao yameanza kuonekana kama ni jambo la kawaida katika mazingira yetu, katika kijiji chetu cha Kipumbwiko. Nimemsikiliza katekista hapa, nimesikiliza mazungumzo ya wanajamii wengi, nimepata mawasiliano kutoka kwa watu wengi wakizungumza juu ya jambo hili, na hawakupendezwa na jambo hili, lakini hawakupendezwa zaidi pale ambapo mambo haya yanahusisha vijana ambao ndio nguvu kazi ya taifa. Zangu, ni vema tukafahamu pia kwamba tunapokuwa tunaishi, yapo mambo mengi mazuri ya kufanya, lakini katika yote mazuri ambayo tumepewa ya kuyafanya, ni kitu cha ajabu sana mtu kufikiri kuondoa uhai wa mtu na kuachana na mambo yote mema ambayo angepaswa kufanya badala ya uamuzi ambao anaweza akafanya. Sisi tunayasema hayo kwa sababu ni serikali, na serikali ipo kazini. Tunawashukuru viongozi wote, tunashukuru jeshi la polisi kwa kazi ambayo wanaendelea kufanya hata sasa, na tunapaswa sisi sote kutoa ushirikiano, kwa sababu tukisema viongozi tu wa serikali kwamba labda diwani au mtendaji, mwenyekiti wa kijiji wa kitongoji peke yake hawawezi kitu. Sisi sote tunapaswa kushirikiana na kuhakikisha kwamba pale ambapo kunakuwa na mazingira ambayo yupo mmoja au wawili watatu kati yetu wanatuhumiwa kusababisha kuondosha maisha ya mwenzetu, ni lazima wafikishwe kwenye mikono ya sheria, na sheria ndiyo ambayo itaamua ikiwa ana hatia ama hana hatia. Mimi nazungumza kiserikali. Kwa hiyo tutoe ushirikiano. Tutakapokuwa tumetoa ushirikiano mzuri, basi inawezekana wahusika wakatupa taarifa nyingi zaidi ambazo zitaweza kutusaidia kuepukana na matukio kama haya kwa siku za mbeleni. Historia ya hapa inajionyesha kwamba yapo matukio ya namna hii yalishawahi kutokea, lakini hakuna hata mtu ambaye amewahi kutiwa mbaroni kutokana na matukio kama haya. Labda kutokana na sababu hiyo, pengine watu wameona ni jambo la kawaida. Pengine imeonekana ni rahisi zaidi kuondoa uhai wa mtu bila mtu kuona tabu yoyote, bila kuwa na hofu yoyote ya Mwenyezi Mungu. Sisi, mimi na wewe, hatujamuumba yeyote yule. Hatuna uwezo wa kuumba hata sisimizi. Mamlaka ya kunyoosha mkono na kusababisha kifo cha mtu tunayatoa wapi? Sisi tunakufa. Mwenyezi Mungu ametuandikia hilo kwamba kila mmoja ataonja umauti. Sasa kama ataonja umauti, sisi tuna haraka gani kuwatanguliza wenzetu? Mtu afe kifo chake cha asili, mtu afe kifo ambacho Mwenyezi Mungu yeye amempangia. Tunajua ndio tutakufa, lakini hajasema ukamuue mtu kwa sababu atakufa. Yaani afe kwa sababu ya Mwenyezi Mungu, na Mwenyezi Mungu amemuita kwa sababu zake, ameishi maisha yake vizuri, amewajibika katika uhai wake, ametimiza majukumu yake ya kumtumikia Mwenyezi Mungu, ya
kuishi na watu vizuri, kwa sababu maisha yetu, ndugu zangu, yanategemeana. Sisi tunategemeana. Hakuna mtu bora zaidi ya mwenzake. Hakuna binadamu daraja la kwanza na daraja la pili. Hakuna uhai namba moja, uhai namba mbili, uhai namba tatu. Uhai ni uhai. Tukio lolote la kuondoa uhai wa mwanadamu linatisha. Tukio lolote linapoondoa uhai wa mwanadamu katika jamii yetu, tunakosa kuaminiana sisi kwa sisi. Jambo hili limeleta hofu kubwa, sio kidogo, kwamba kama kijana mdogo anaweza akatwaliwa namna hii, kama kijana mdogo anaweza kutuhumiwa kusababisha kifo cha mwenzake kirahisi namna hii, sisi tutamwamini nani? Ni watoto wetu tumewazaa, tunaishi nao, tuwafukuze majumbani, tuwaue? Hatuwezi kuwaua, si ndio? Jambo la msingi sana, sisi kama jamii tunao wajibu mkubwa wa kuhakikisha kwamba tunaleta mabadiliko kwa vijana wetu, tunaleta mabadiliko katika malezi, tunaleta mabadiliko kwa namna ambavyo tunafuatilia mienendo ya vijana wetu, tunaleta mabadiliko kwa namna ambavyo sisi tunashiriki katika shughuli za kiroho kwa ajili ya kuhakikisha kwamba tunaishi imani zetu kama ambavyo tumeweza kuzikiri. Sasa tumekiri imani zetu, tumebatizwa katika madhehebu mbalimbali, katika dini mbalimbali, lakini hakuna dini hata moja inayomruhusu muumini wake kufanya kitendo ambacho kinaweza kudhulumu hayo wenzake. Sasa kama haipo, na sisi tunakwenda kwenye nyumba za ibada, tunakwenda kwenye nyumba za ibada kufanya nini? Jambo hili hatuwezi kumnyoshea kidole huyu anayetuhumiwa peke yake. Ni wajibu wetu kama jamii. Sisi tumekosa. Sisi tumekosa sana. Tumekosa kwenye malezi. Sisi tumekosa kwenye swala la maadili. Maadili yetu yameangamia kwa sababu hatuchukui hatua. Tunasubiri matukio makubwa kama haya yatokee, ndipo ambapo watu wanaanza kuzungumza. Sasa hivi watu wanazungumza vizuri sana, lakini katika mazingira yote ya nyuma ambayo wanazungumza sasa, kumbe kulikuwa kuna wajibu ambao ulipaswa kufanyika ili kuepusha haya. Ndugu zangu, kwa kipindi hiki masuala ya matumizi ya pombe yamekithiri kwa vijana wetu. Hata kwa sisi wazazi tunakunywa pombe kupita kiasi. Wajibu wetu umepokonywa na muda wetu umechukuliwa, nafasi kubwa imechukuliwa na vileo. Tunatumia muda mwingi kwenye kunywa pombe. Pombe zinapatikana kwenye nyumba nyingi. Ukitoka nyumba ya kwanza, ya pili kuna pombe, ya tatu kuna pombe, ya nne kuna pombe, kila mahali kuna pombe. Swala la kunywa pombe, swala la kulewa, kila kitu kinapaswa kifanyike kwa kiasi. Si ndio ndugu? Kila jambo linapaswa kuwa na kiasi. Tunapokosa kuwa na kiasi kwa jambo lolote, ni lazima tutaleta madhara. Pombe inapozidi, mtu anakunywa pombe asubuhi mpaka jioni, mtu anakunywa pombe siku 7 za wiki, masaa 24, yeye ana pombe, hata uwezo wa kufikiri unaondoka. Uwezo wa kufikiri ule amezaliwa, Mwenyezi Mungu amemjalia, hata utu wake unaanza kufifia. Kwa hiyo anaweza kufanya maamuzi ambayo sio sahihi, na sisi tukawa tumetarajia, lakini mambo haya tunaweza tukawa tumechangia kwa namna moja ama nyingine kwa sisi kutokukemea jambo hili. Naanza kufikiria upya. Nafikiri na nyinyi mmeanza kufikiri upya juu ya jambo hili. Kutokana na tukio hili, mimi naanza kufikiri upya kwamba kuna sababu sasa ya kuona ni kwa namna gani tunaweza tukatenga maeneo maalumu kwa ajili ya masuala ya vinywaji vya pombe, na sio kila nyumba iuze pombe. Kwa sababu hata malezi ya watoto wetu wa chekechea, watoto wa shule ya msingi, mtoto anaamka asubuhi anakutana na walevi sebuleni. Anakwenda shuleni anakutana na walevi sebuleni. Lugha zinazotolewa pale hazina staha. Mtoto yule anakuwa katika maadili gani? Anakuwa akijua kwamba matusi ndio mambo yenyewe, kupigana ndio yenyewe, kujeruhiana ndio mambo yenyewe, kwa hiyo ubabe ndio mambo yenyewe. Sasa tunaendelea kutengeneza jamii ambayo
kwa kweli tunakoelekea tutakuwa hatuna tena mamlaka ya kudhibiti uhalifu ambao unaendelea kutokea. Lakini mimi niseme kwamba katika hili lipo jambo la kujifunza, na sisi kama serikali ni lazima tuangalie upya ni kwa namna gani tunaweza tukaweka mazingira salama kuanzia kwa watoto wetu, kuanzia katika ngazi ya familia, ili sasa kama kuna mtu anahitaji kufanya starehe, basi afanye starehe kwenye mazingira ambayo yametengwa kwa ajili hiyo, na anapokwenda nyumbani, heshimuni familia. Wazazi, tuheshimu familia. Sisi tuwe waasisi wa mambo mema. Mtu anapofanya kosa, ndugu zangu, kosa lisizae kosa. Kosa dogo lisizae mauti. Kosa lolote lile halipaswi kuzalisha kosa lingine. Kosa lisizae kosa. Uovu usizae uovu. Kwa hiyo inapotokea mtu ametenda kosa, basi tutengeneze mazingira ya namna ya kumsahihisha abadilike. Jamii iliyo njema inajivunia kuwabadilisha watu wake, kuwatengeneza watu wake wawe watu wema, ili sisi sote tufaane katika maisha ya duniani. Lakini jamii inayofurahia misiba, jamii inayohamasisha watu kupigana, watu kuumizana na hata kutoana roho, jamii hiyo ni jamii ambayo imekufa. Dhamira ya jamii ile imekufa. Sasa kazi kwetu viongozi wa dini, kazi kwetu viongozi wa serikali, kazi kwetu baba na mama, kazi kwetu kaka, dada, mjomba na babu, twendeni tukafanye kazi hiyo kuhakikisha kwamba vijana wetu wanarudi katika misingi inayostahili, na hata pale wanapohitajika basi wafike mahali panapohusika kwa wakati ili waweze kusaidika. Serikali inafanya mikakati chini ya rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mama Samia Suluhu Hassan, kuwawezesha vijana, kuhakikisha kwamba vijana wanastawi katika nyanja ya kiuchumi, masuala ya kijamii, masuala ya kiafya. Lakini sasa Joshua anapoondoka, maana yake sisi tumenyimwa nafasi ya kuendelea kumtengeneza kuwa mtu bora kwa mama yake, mtu bora kwa baba yake, mtu bora kwa jamii ambayo inahusika. Jambo linasemwa hili halijatajwa kwenye historia, lakini nimefika mimi na taarifa nilizozipata, wamekosana kidogo na rafiki yake, wametofautiana kwa shilingi 2,000 tu ambayo alikuwa anamdai. Haya, si mmesikia jamani? Si mmeyasikia? Shilingi 1000 ngapi? 2,000. Hebu niambieni, shilingi 2,000 ni kitu gani juu ya uhai wa binadamu? Ni kitu gani hicho? Inafanana? Thamani ya 2,000 inaweza kufananisha na thamani ya uhai wa Joshua? Haiwezi kufanana, si ndio jamani? Haiwezi kufanana. Kwa hiyo kwa namna yeyote ile, yani binadamu yeyote yule, pamoja na mapungufu yake yote aliyonayo, binadamu yeyote yule, uhai wake unapaswa kulindwa kwa gharama yeyote. Uhai wake unapaswa kulindwa kwa gharama yeyote. Kwa hiyo mimi siwezi kumuua mtu aliyenikosea. Nikimuua atabadilika lini? Aliyechukua hatua ya kufanya maamuzi ya kumpiga mwenzake, hiyo 2,000 yake atamlipa lini? Ameondoka. Lakini angempa muda, angeitafuta, si angempa? Lakini leo hayupo, 2,000 hamna, lakini amepoteza uhai wa mtu. Wazazi wamepoteza mtoto, jamii imepoteza mtoto. Jamii ilikuwa na jukumu bado la kuweza kuendelea kuishi na Joshua, na kuweza kumtengeneza Joshua kuwa mtu bora. Sasa mimi hili limetokea ni kwa mara ya kwanza katika awamu yangu ya uongozi nikiwa diwani. Vifo vingi vinatokea vya watu kuumwa, ajali zinatokea, yale sisi kusema ni mpango wa Mungu. Lakini hata hili Mwenyezi Mungu naye ana mipango yake. Lakini sisi hatupaswi kunyosha mkono kujaribu kuingilia kazi ya Mungu. Tuko pamoja jamani? Kijiji hiki ni kijiji kikubwa, kijiji kina heshima zake, kijiji kina watu wastaarabu, kijiji kina wafanyabiashara wazuri, watu wameweka pesa zao hapa. Tukio hili lina madhara makubwa kama mjui. Tukio hili limekwenda mbali. Hata watoto wetu ambao wametoka hapa, wako mikoani, wako nchi za nje,
wanafikiria kuja kuwekeza nyumbani, lakini sasa hili linaweza kuwa kikwazo. Wanaweza kuanza kuona kwamba nyumbani si mahali salama. Kama wanauana ndugu kwa ndugu, majirani wanauana, marafiki wanauana, wanapata mashaka kuhusu wao kufikiria kuweka misingi yao ya maisha katika kijiji hiki. Kijiji hiki ni kijiji ambacho kipo kwenye barabara ya lami, kijiji pekee cha kata ya Dumunyi ambacho kinapitiwa na barabara kuu ya Mwanza mpaka Dar es Salaam. Huu ndio uso wa kata ya Dumunyi. Hiki ni kijiji ambacho kinapaswa kuwa mfano kwa vijiji vingine vyote. Hiki ndio kijiji ambacho kina shughuli nyingi za pilika za kuuza na kununua barabarani. Sasa tunapoelekea, hata magari yataanza kuona ni hatari kusimama pale. Hatuwezi kufanya biashara. Hata mtu kupaki gari pale kwamba apate maji ya kunywa kidogo, hawezi kupaki kwa sababu huku kuna watu wanaua watu. Kwa hiyo tufikirie upya, twendeni tukatubu sisi wenyewe, tukatubu wote kama jamii, tuseme kwamba tumekosa katika hili, tumekosa katika kuwajibika kwenye malezi, tumekosa katika kuhakikisha kwamba tunalinda uhai wa watu wetu, lakini kwa hili tuseme iwe mwisho. Kwa hili la Joshua tuseme iwe mwisho, na sisi tutoe ushirikiano kwa jeshi la polisi, kwa serikali kuhakikisha kwamba mtuhumiwa anapatikana, anafikishwa kwenye vyombo vya sheria ili sheria iweze kuchukua mkondo wake. Lakini la mwisho kwangu, mkutano umetangazwa, mkutano wa hadhara wa Kipumbwiko, na huu ndio utakuwa mkutano wangu wa kwanza wa hadhara wa kijiji cha Kipumbwiko. Kwa hiyo niombe watu wote tufike. Tutakapokuwa tumefika, tutazungumza mambo mengi ambayo yatatusaidia pengine kuweka misingi imara ya kuweza kuimarisha mahusiano yetu, kuweza kuimarisha masuala ya ulinzi na usalama, kuweza kuona namna gani tunaweza tukastawisha maadili yetu ili mambo haya yasiendelee kutokea katika jamii yetu. Baada ya kusema hayo, niwape tena pole waombolezaji wote, niwape tena pole wazazi wa Joshua, baba na mama. Lipokeeni hili, tumelipokea wote, tuko pamoja katika hili. Mwenyezi Mungu awatie nguvu sana.